Nasaha nikimalizia nazo khutba. Nasaha kwa wazazi, punguzeni gharama za nikaha. Kila ndoa halali inapofanywa nzito, haramu inakuwa nyepesi. Nasaha kwa wenye uwezo, Mwenyezi Mungu awabariki katika mali yao. Huu ni mlango mkubwa sana katika milango ya kheri. Wasaidieni vijana katika kujihifadhi, kuingia katika ifa. Waozesheni kwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapatia taufiki ya kufanya hayo, na mengine kwa makubwa kama mass weddings ambazo kwamba tunaziona katika maeneo mbalimbali, waendelee na waongeze. Kwa vijana ambao kwamba wanasita na wanaogopa, kumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad katika musnad yake na Ibn Majah katika sunani yake na vile vile Imam Abu Daud katika sunani yake, anasema thalathatun haqqun ala Allahi aunuhum, watu sampuli tatu ni haki kwa Mwenyezi Mungu kuwasaidia. Mwenyezi Mungu amechukua ahadi kuwasaidia hao watu watatu. Mmoja katika hao Mtume akatuambia, annakihu alladhi yuridu alafafa, yule mwenye kuoa kwa lengo la kujihifadhi, hataki kwenda kufanya haramu. Huyu ni haki kwa Mwenyezi Mungu kumsaidia. Usiogope, ingia katika ndoa, Mwenyezi Mungu atakusaidia. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Na kwa banati, musighurike na ndoto za yale munayoyaona katika mitandao na kwenye matelevisheni, musighurike nayo. Yani zile picha ambazo kwamba tunaoneshwa katika misalsal, jamani, ile ni misalsal, ni vipindi, si maisha ya hakika. Pale watu wana act, na wale ambao kwamba wanadhihirisha picha nzuri katika mitandao ya kijamii, sijui mume na mke wanaishi hivi, wanavaa vile, jamani, wale wanafanya kwa malengo yao, wanatafuta viewership, wanataka muwatazame kwa wingi ndio wapate kulipwa. Lakini hizo dakika mbili mulo yaona sio maisha ya masaa 24 wanaoishi ndani ya majumba yao. Lakini na vile vijana wapunguze tawakuat walizokuwa nazo. Tunakuwa na matarajio mingi sana katika swala la ndoa. Kuna mmoja anatoa kisa, anasema rafiki yangu alikuwa ameweka masharti 30 kwa mke anayemtaka, awe hivi, awe vile, awe vile. Asema baada ya miaka 30 nakutana naye, amwambia vipi, ulimpata? Amwambia sijampata. Umeoa? Sijaoa mpaka leo. Masharti yako vile vile. Amwambia nimbaki sharti moja tu 29 nayafuta. Sharti gani? Asema bora awe mwanamke. Kwani ulikuwa utaoa nani kuanzia mwanzo?